zinazungumzwa zaidi ni tuanzie pale kwa wananchi Young Africans ambao inaelezwa kwamba wapo katika mchakato wa kumhitaji mshambuliaji wa timu ya taifa ya Angola Gelson Dala. Kwa wale ambao huwa wanaifuatia timu ya taifa ya Angola, ni yule bwana mdogo ambaye anavalia jezi nambari 10 mgongoni, na huyu nyota anahitajika na mwalimu wa kikosi cha Young Africans Pedro Gonçalves ambaye amewahi kufanya naye kazi na amemkuza kwelikweli ndani ya timu ya taifa ya Angola. Kwa hiyo anamhitaji aweze kutua ndani ya kikosi cha Young Africans. Pengine kwa Young Africans, yani kwa ukubwa, mimi nataka ukubwa wa Young Africans na aina ya nyota ambaye wanamhitaji Gelson Dala ambaye amekuwa na ubora mkubwa ndani ya timu ya taifa ya Angola. Unaona Young Africans wana nafasi ya kumpata nyota huyu au itabaki kuwa kwamba tulikuwa tunamhitaji ila kibunda ikawa ni changamoto? Ya, kwa vile ni tetesi tumesema, na hiyo tetesi maana yake wako katika labda maongezi na mwingine hata huenda hajatuma ofa, ila kumpata ni swala la fedha. Hii ni biashara. Biashara siku zote inahitaji fedha na lazima iwe win-win situation kiasi kwamba kila mmoja ananufaika na anachokihitaji. Sasa changamoto kubwa ya Young Africans kwa sasa ni katika dirisha dogo. Unahitaji mchezaji mkubwa ambaye mchezaji mpaka sasa hivi katika AFCON hii, na siku ya jana alikuwa pale anaongoza katika safu ya ushambuliaji timu ya taifa yake ya Angola. Maana yake naye yupo katika eneo la kujiuza, yuko katika eneo la sokoni. Kwa hiyo sasa hivi hata mshambuliaji ukimpata yote, mchezaji yote ambaye yuko AFCON sasa atakwambia subiria kwanza AFCON fanyeje iishe kisha tufanye maongezi au mazungumzo, kwa sababu anajua huenda AFCON hii nikiperform fedha itaongezeka, watu watakuja wengi kunipigia odi tunakuhitaji. Kwa hiyo Young Africans anaweza kana 50% kwa 50 kwa sababu bado hajafika katika mazungumzo sahihi au kufika katika hatima ya kumpata, ila kwa vile wanamhitaji na kocha ameonyesha yeye mwenyewe ndo anamhitaji, kocha anaweza kana tumika kama key player katika usajili huu, kwa sababu kocha yeye ndo ataenda kuongea naye au yeye atajaribu kumconvince, kisha ataleta taarifa kwa Young Africans kwamba nimeongea naye kisha kubali labda yeye anahitaji hiki na hiki. Hii haina tofauti na kocha ambaye aliondoka Simba kwa David, kwamba kuna wachezaji wengine kama ni Mahema na Rushaini alisema yeye ndo aliongea nao akashawishi, ndio maana hata kipindi anaondoka wachezaji hao walipata hali ya mshangao na hali ngumu, sababu tumekuja tumemzoea huyu ndio alotuleta sisi kwa project fulani, yeye anaondoka inakuwa vipi? Ila wamesalia Simba wanakuwa na perform vizuri. Kwa hiyo hata pia kwa kocha Pedro ambaye anamhitaji, yeye anaamini katika work rate ya mchezaji yule, anaamini uwezo wake vizuri sana. Sasa inachobakia ni swala la kibunda. Ni swala la kibunda, unaangalia na issue na timu mchezaji unatoka nchi gani, taifa gani na ligi yao iko vipi na hasa fedha uchumi wao. Maana yake kuna vilabu vingine au timu zingine ukigonga hodi tu dakika moja unavunja mkataba unaondoka, ila kuna wengine ukiwa unaenda lazima umejiuza mara mbili. Huu mkataba wa miaka 2, je, utaweza kuvunja na kisha uvunja na mlipa mchezaji kweli? Mimi unaona haiwezekani. Kocha tuangalie option nyingine, au tukoje kwa mchezaji ambaye anakaribia au ana tabia kama za mchezaji unamtaka ambaye ni Ndara. Kwa hiyo huyo ndo Gelson Dala. Kwa ufupi, Gelson Dala ni kiungo mshambuliaji wa timu ya taifa ya Angola ambaye kwa sasa anakipiga katika klabu ya Al Wakrah ya kule nchini Qatar. Umri wake ni miaka 29 na alianza karia yake ya soka katika klabu ya Premier de Agosto ya hapo nchini Angola kabla ya kutimkia kunako klabu ya Sporting Lisbon ama Sporting CP ya kule nchini Ureno, timu ya vijana. Alianzia kwenye timu ya vijana mwaka 2017 mpaka 18, lakini 2017 mpaka 2020 akaweza kujumuishwa kwenye timu ya wakubwa Sporting CP, japo hakuweza kupata nafasi ya kule nchini Ureno. Kwenye ligi kuu aliweza kucheza mchezo mmoja pekee, baadaye akapelekwa Rio Ave ya hapo nchini Ureno kwa mkopo. Baadaye Rio Ave wakamsajili moja kwa moja. Alicheza vizuri kidogo, lakini baadaye ikaonekana mambo yakamwendea kombo, akapelekwa kwa mkopo Al Wakrah, na baadaye Al Wakrah akaamua kumnunua moja kwa moja. Kwa hiyo ndo Gelson Dala, jezi nambari 10 ndani ya timu ya taifa ya Angola, lakini pia jezi nambari 10 pale ndani ya kikosi cha Al Wakrah ya kule nchini Qatar, ambaye anatajwa kuweza kujiunga na kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans ya Engineer Hersi na ya kocha Pedro Gonçalves ambaye amewahi kufanya kazi na kocha huyu ndani ya timu ya taifa ya Angola. Lakini nyota mwingine ambaye anatajwa kujiunga na kikosi cha Young Africans ni Starboy kutoka Uganda, Alan Okello, umri wa miaka 25 na kutoka ndani ya katika klabu ya Vipers ya pale nchini Uganda. Mwanzoni mnyama Simba ndo alikuwa na asilimia kubwa ya kumpata nyota huyo, lakini naelezwa Engineer Hersi, rais wa klabu ya Young Africans, ameingilia dili hilo na kuna uwezekano mkubwa wa nyota huyu kuweza kutua ndani ya Young Africans. Tayari amewafollow Yanga, amemfollow Engineer. Kwa sasa sijajua, maana wanasema unaweza hata Faisal pia kuna kipindi alifollow Simba, lakini mambo yakawa tofauti, bado alisalia ndani ya Azam. Alan Okello
anatajwa kujiunga ndani ya Young Africans, na Alan Okello nafasi ambayo anaweza kuitumikia 100% ni nafasi ya winga zote mbili. Anacheza vizuri kweli kweli, anaweza kuzimudu. Pengine nafasi Alan Okello endapo atatua ndani ya Young Africans. Ni mchezaji ambao tunamta star boy na mchezaji ambaye ni mzuri, ni winga bora kwa sasa kama Mashariki, hasa kwa wachezaji ambao wengi ni wanatoka katika mataifa yao. Na kile unaweza kuangalia katika mashindano ya CHAN, namna ambavyo aliweza kuperform, namna ambavyo alikuwa anaibeba Uganda muda ambao Uganda inahitaji kubebwa. Kwa ni winga mzuri ambaye bado ni mdogo, pia ana uzoefu, yani ameweza kucheza mashindano haya, ameweza kucheza katika ligi kuu ya Uganda akiwa bwana mdogo sana, na nakumbuka kipindi kile yupo, unajua mimi ndio maana huwa nasemaga vilabu vya Bongo kupata wachezaji wenye umri mdogo ni kama huwa wanaferi. Kuna kipindi kwenye Kagama aliwaka akiwa na umri wa miaka 19. Vilabu vya Bongo ni kama vikaa vinagusa vinaachia kama tunamtaka tumtaki. Ni moja ya kilabu hicho ni Azam ndio moja chini ya kwanza kumhitaji, ila Uganda nao kuna namna moja wakijua mchezaji ana potential kubwa, mchezaji ana umri mdogo, huwa kwa kweli kumchukua napo lazima wao wamejipanga, kuna fedha. Na wachezaji pia Uganda wanachowapenda wao, wana focus sana kwenda nje zaidi, pakubwa zaidi, yani wanaamini kwamba mimi napaswa niende Misri, niende wapi, niende huko, ni mataifa ambayo kidogo kisoka mfanyaje yanakuwa makubwa sana, mfanikiwa. Hata Okello mdogo kweli alitoka kweli akaenda mataifa ya nje kidogo kule, then akachecheza mambo kwa mazuri, na mwingine labda kutokana na umri ambao kwa umri wake alihitaji exposure zaidi, alihitaji uzoefu, ikashindikana, akarudi Vipers pale. Baada ya kurudi Vipers, wenda sisi wa Tanzania tulipaswa kufuatilia kule kaferi, kwa nini tusimwahi katikati? Ila tumesubia ameenda Vipers ka perform msimu juzi kana zaidi ya magoli kama 24 hivi. Msimu tena kaanza vizuri, tukaangalia AFCON CHAN ambayo alicheza mwezi wa 8 hapo, akawa na kiwango bora kimsingi mpaka watu wengi wakaanza kusikia tena Simba wanamhitaji. Ila mtu ambao anamhitaji Okello, fedha anayohitaji pia na klabu yake ya Vipers ni fedha kubwa sana, kiasi kwamba sisi kama Watanzania hatuwezi fanyaje kuweza kuchukua fedha ile. Hii haina tofauti pia ambavyo unasikia Yanga Africans wanamtaka, huenda kweli ameamua kufollow page ya Yanga, ameamua kufollow page ya Engineer, huenda kweli kuna kitu ameshakitengeneza. Ila ukifuatilia tetesi za Okello, ukiangalia dau ambalo wengi wanalisema anahitaji sio chini ya dola 400,000, sio kichukua ni zaidi ya B1. Kwa sio Tanzania na vilabu vyetu hivi Simba na Yanga ni ngumu sana kutoa B1 kumfanyaje kumsajili mchezaji mmoja, inakuwa ni mmoja, kwa sababu tunajua bado hatujafika huko na tuko katika progress za kwenda huko. Ili tuweze kukua naweza kuwa na timu ambazo na ushindani, lazima fedha itumike. Kwa tunaangalia uchumi wetu, tunaangalia bajeti zetu, nakuta inakuwa ngumu. Kwa kama kweli imefikia toyo ni Okello, huenda kweli Engineer ni mmoja ya rais ambaye anajua, au ni mmoja kiongozi katika klabu ya Yanga anajua kufanya bargaining, anajua kufanya negotiation na wachezaji wengi. Maana mara nyingi unamuona wachezaji ambao watu wengi hawakutarajia hawakuamini watakuja katika klabu ya Yanga, lakini Engineer ameenda anaongea mchezaji, anamconvince, manake anajua kurepresent project yake. Na sasa hivi ambazo ni rais wa virabu, ni rais au ni mwenyekiti wa virabu barani Afrika, pia kuna kitu kinamuongezea kwamba mimi naona kama niko hivi, maana yake mimi naweza kufanyaje nikawa ABCD nikafanya njoo. Kwa moja kitu kingine ulipo ni Engineer katika kuongea katika meza mazungumzo. Lakini tukisalia hapo hapo ndani ya kikosi cha Young Africans, inaeleza kuwa wamekamilisha usajili wa kiungo wa klabu ya TRA United, Emmanuel Mwanengo, ambaye anajiunga ndani ya kikosi cha Young Africans. Emmanuel Mwanengo alikuwa na nyakati bora kweli kweli ndani ya TRA United, zamani Tabora United, na hapo awali alikuwa akiwindwa kwa udi na uvumba na kikosi cha JKT Tanzania, lakini inaonekana Young Africans wamevamia dili hilo. Emmanuel Mwanengo ndani ya Young Africans kwenda kuongeza nguvu ndani ya kikosi hicho. Tunachokisubiri ni Yanga wenyewe kuja kuconfirm, ila mpaka hivi sasa taarifa zinaeleza kwamba wananchi tayari wamefikia pazuri kukamilisha dili hilo la nyota Emmanuel Mwanengo. Msimu ulio kwenye dirisha lililopita tuliona Ofen Chikola ametoka pale kaingia ndani ya Young Africans, lakini bado amekuwa hana nyakati nzuri. Yaani kwanza nilizungumza issue ya wachezaji ambao wanatoka ndani ya ligi ya Tanzania, hususan kwa wazaa kwenda kwenye vilabu hivi na kupata nafasi, ni kama imekuwa ni changamoto. Yaani wachezaji ambao wanatoka kwenye vilabu vidogo imekuwa ni changamoto kidogo. Kwa Emmanuel Mwanengo, nafasi yake ndani ya Young Africans, ni swala la wachezaji wengi kwanza ambao wanatoka katika vilabu vya katikati kwenda vilabu vikubwa sasa vya Kariakoo na kushindwa kuperform. Hii ni pia ni changamoto sasa ya vilabu vya Kariakoo wenyewe binafsi, kwa sababu pia wao ni aina ya vilabu ambavyo wanahisi sometimes wanafanya biashara isiyokuwa na maana. Mchezaji ameperform msimu mmoja, unahisi tayari anafanyaje, anafika katika klabu yako na mleta. Kwa muda mwingine unakuja unalaumu au unalalamika,
mbona huyu tulimsajili hivi, ile ukiangalia consist yake ndani ya msimu mitatu nyuma alikuwa na kiwango gani, na kwa kiwango cha kawaida, ila msimu katoka apiga goli 7 kawafunga nyewe goli 3, unaona huyu kweli anafaa. Hicho ni kitu ambacho kinatesa sana mtu kama Chikola. Hii itakuwa mara yake ya pili akicheza katika vilabu vikubwa na bado anakuwa hajatoa kile kilicho bora alichokuwa anakiamini. Maana Chikola ameshakupita katika klabu ya Azam FC. Hakuwa na kiwango bora, hakuwa na kiwango kile ambacho alikionyesha kabla hajaja Azam, na kipindi cha pili hiki tena anakuja katika klabu ya Yanga bado hajaonesha. Tofauti na Edmund John ambaye kidogo anapata nafasi ya kufanyaje kuonesha naye hivyo. Kwa hiyo pia kwa Emmanuel naye hawezi kukataa fedha. Mimi yote naongea yote pale unapopigiwa simu ya Simba na Yanga kama fedha inaridhisha, nenda baba kapambana. Niliona na Paul Peter Kasunda alipoulizwa kwamba nasikia unatajwa Kariakoo pale Simba na Yanga, akasema no comment, lakini huwezi kukataa ofa ya vilabu hivi na hakuna asiyetaka ofa ya vilabu hivi. Kwa nyota wengi imekuwa ni rahisi pia kuweza kukubali madili ya kujiunga na vilabu hivi vya Kariakoo. Lakini pia nyota wengine ambao wanatajwa kama tulivyozungumza, Abdallah Khairi Sebo pamoja na Abdul Malik Zakaria ndani ya kikosi cha Singida Black Stars. Lakini tumtazame Abdallah kulandana kutoka ndani ya Fountain Gate kwenda Mbeya City. Kulandana ni miongoni mwa nyota ambao wamekuwa bora sana. Nafasi yake ndani ya Mbeya City anaweza kawa ni miongoni mwa nyota ambao wanaweza karejesha heshima ya Mbeya City. Kulandana kwanza nampenda kwa kitu kimoja. Nasema ni moja ya kiungo mwenye nidhamu. Nidhamu yake, unajua sisi nidhamu tunaangalia hata machomeko. Machomeko Kulandana yale kwamba yeye ndani ya uwanja ana tofauti na Max Zengeli kwamba muda wote tumepiga chomeko jezi haitoki nje. Kulandana pia ni kiungo mzuri ambaye sio tu msimu huu, tangu msimu jana akiwa na Fountain ile aliweza kuwa na kiwango kikubwa sana. Yeye katikati pale na Kemani Mkono akina Balkasim ambaye naye yuko Mbeya City kwa sasa. Kwa Kulandana kwenda pale Mbeya City itakuwa ni msaada, maana ni kiungo ambaye paka sasa ukiangalia katika eneo lake la katikati na hasa viungo wazawa hauwezi kumwacha. Ni kiungo ambaye sio kiungo gongaji sana, ila ni kiungo ambaye anakupa game time nzuri, anakupa hakika wa pasi nzuri, anakupa energy yake muda utakapohitaji. Kwa kwenda katika klabu ya Mbeya City ambayo mwanzoni ilianza vizuri, baadaye kani Mbeya City nao draw, Mbeya City nao fungwa, na sasa hivi wako kama off season. Maana yake yeye pia ana kitu ataongeza. Maana yake hajatoka katika klabu ambayo tunasema kwamba kutoka klabu ambayo ni ndogo na klabu kubwa ambayo itamtia pressure sana. Hapana, Kulandana ametoka timu ya Fountain Gate kaenda timu ya Mbeya City ambazo timu zote hizi mbili hazipishani hasa katika viwango vya mpira au hazipishani katika viwango vya wachezaji walionao. Hata pressure mashabiki ni ya kawaida sana. Kwa hiyo Kulandana naamini ataperform vizuri, anaweza kusaidia timu ya Mbeya City isiweze kurudi ilipotoka. Maana Mbeya City kwa imeshuka, imepanda msimu huu, kwa anaweza kaifanya Mbeya City kasalia hapo The Purple Nation wakasalia katika ligi kuu bara. The Purple Nation za kasalia katika ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini ndani ya klabu ya Simba walikuwa kimhitaji mlinzi wa pembeni wa klabu ya Mamelodi Sundowns Fawazi Basabadien, ambaye inatajwa kwamba kocha wa Raja Casablanca Fadlu Rahman Davids naye pia anamhitaji pengine kwenye dili hili, na Mamelodi inaonekana ni kama wanataka hawataki, kama wanataka kumwachia. Mamelodi kwa kitu nishaanza kukiona nao, Mamelodi inamkuzofisha wapinzani wake. Mamelodi kuna muda unakuta ni timu ambayo ina wachezaji wengi sana ila wanaocheza ni wachache, kwa sababu unakuta sehemu ambayo kama Mamelodi wamemchukua huyo beki, kuna mtu kama Modiba pale, yani mpaka Modiba aje atoke, maana yake Modiba ameumia. Kwa hiyo unakuta Fauzi naye ameitwa katika timu ya Mamelodi Sundowns na amepata injury. Kwa hiyo alipata majeruhi kidogo, na unazoona kwamba kwa sasa Simba wanamhitaji, na Simba anaweza kumhitaji kwa sababu ya kocha Steven Baka ambaye alimfundisha katika Stellenbosch pale. Kwa anamjua mchezaji yule, anajua quality yake vizuri kabisa. Kwa hiyo changamoto inakuja pia Raja wanamhitaji. Maana yake hao ni wasauzi wawili ambao wanataka ende mezani kukovisi kila mmoja. Kwa hiyo unaweza kuangalia brand ya timu, unaweza kuangalia mafanikio kwa mchezaji yoyote, kama akiwa ameona mafanikio yale atenda Raja. Ila kitu ambacho kwenye mpira tunaangalia ni fedha na uhuru wa kufanya kazi. Kwa hiyo hapo ukiangalia swala la fedha, ukiangalia Simba huko, ukiangalia Raja, mambo ya hivyo. Ukiambiwa na ukiangalia ligi ya Mamelodi, ligi ya South Africa, angalia uchumi wao, angalia fedha wao na walipo wachezaji. Kwa maana yake kwa Simba ili kumpata ni fedha nyingi sana, kiasi kwamba bato hii ni ngumu, ila inaweza ukaishinda kutokana na convincing power mlionayo na project ambao umewapa kama yeye mchezaji akaona inamfaa. Ila mpaka sasa bato hili la Raja na Simba, Raja anaweza kana na nafasi kubwa sana kuanzia mafanikio ya timu, kuanzia project ya timu, kisha tunaangalia na fedha ambao wanaweza kumpa Raja. Sawa, ngoja hapo. Hivyo ndivyo ambavyo tunakamilisha kwenye swala zima la tetesi za usajili ambazo zinazungumzwa kwa baadhi ya vilabu kwa hapa nchini Tanzania. Tumewagusia Young Africans, tumewagusia Singida Black Stars, Mbeya City, bila kuwasahau mnyama Simba.